Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanakwenda vizuri. Ikumbukwe kwamba ile siku ambayo ilikuwa ikiweza kuwadia, siku ya kuweza kushuhudia mtanange mkubwa kabisa, mchezo wa hapa nazungumzia si wengine bali ni fainali ya kombe la mapinduzi Zanzibar. Hatimaye ile siku imeweza kuwadia, ambapo kikosi cha Young Africans ambacho kimekwenda kutangazwa, ambacho kitaenda kuwavaa Azam FC katika mchezo huo mkubwa kabisa, huku matumaini ya kocha Pedro kuweza kuchukua kombe lake ama taji lake la kwanza ndani ya kikosi cha Yanga, kwenda kuhakikisha kwamba wanaongeza idadi ya mataji ambayo wameyachukua kunako katika msimu huu. Sasa mimi nimekusogezea kikosi cha Young Africans ambacho kinachoanza katika mchezo huu mkubwa kabisa wa fainali ya kombe la mapinduzi kule Zanzibar kama ifuatavyo, ambapo kuna baadhi ya majina yameweza kuongezeka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kutokana na ukubwa wa mechi na mahitaji. Hivyo basi kila mmoja atakwenda kushuhudia kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi hicho. Ila kabla tujaendelea kwenye kukutajia kikosi, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kubonyeza hapo ano jekundu liloandikwa no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele. Karibu. Bana, kikosi cha Young Africans kipo tayari kuwavaa Azam FC. Ukiweza kushuhudia kikosi hicho ambacho kimeandaliwa na kutajia kama ifuatavyo, ambapo golini anasimama si mwingine bali ni Abu Twalib Msheli, akiendeleza kile ambacho yuko nacho. Nafahamu kwamba ubora wake toka mwanzo wa mashindano haya amekuwa yeye ndio golikipa ambaye anaendeleza kile ambacho anachokifanya golini. Amekuwa na mwendelezo mzuri, ukiweza kushuhudia akiwa na clean sheet za kutosha, ukiweza kushuhudia akifanya save za maana. Kwa hiyo leo hii pia kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba anafanya kazi ya kuokoa lile jahazi la klabu ya soka ya Yanga lisiweze kuzama. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia fainali ya kibabe zaidi. Huku unazungumzia beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Atola Yao Kwasi. Unafahamu kwamba Atola Yao Kwasi ameweza kurudi baada ya kuweza kupona majeraha yake, baada ya kukaa nje kwa takriban miezi isiyopungua 8 akiwa nje. Kwa hiyo anarudi. Kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba analinda vyema kabisa na kupandisha mashambulizi na kurudi katika nafasi yake kwa ubora mkubwa kabisa. Kwa hiyo leo hii utakwenda kulishuhudia hilo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, wakionyesha ubora mkubwa kabisa. Huku unazungumzia beki namba 3. Hapa beki namba 3 anasimama Issa Shadrack Kiboka. Unafahamu kazi yake kubwa, naye pia ana mwendo wa kutosha na maarifa mguuni, ana uwezo wa kupiga mipira ya close vizuri kabisa. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia leo hii beki namba 3 akisimama Issa Shadrack Kiboka katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha Yanga. Huku wanazungumzia hapa anazungumzia beki namba 4. Beki namba 4 kwenye kikosi cha Young Africans anasimama Ibrahim Hamadi Baka. Ukiweza kushuhudia ubora mkubwa kabisa ambao wako nao ndani ya kikosi cha Yanga. Wamekuwa na mwendelezo mzuri sana, hususan Ibrahim Baka katika kuweza kufanya ukabaji wake, namna ambavyo amekuwa akifanya tackling zake. Amekuwa akifanya kazi nzuri sana katika eneo la
ulinzi la Young Africans. Ukitaka kujua hivyo, angalia namna ambavyo magoli ambao wameruhusu Young Africans kufungwa na waliofunga. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo safu ya ulinzi ya Yanga iko bora zaidi. Lakini pia katika upande wa beki namba 5 anasimama Dickson Job. Unafahamu kazi yake, miongoni mwa mabeki vitasa kweli kweli. Anasimama katika mchezo huu kama beki namba 5 kuendeleza kile ambacho huwa anakifanya siku zote katika michezo mingine ambayo amepewa nafasi ya kuweza kuonyesha kile alichokionyesha, na huu amepewa majukumu ya kuhakikisha kwamba wanamlinda Abu Twalib Msheli, nyavu za Young Africans zisikwende kutikiswa kwa namna yoyote ile na kuondoka na taji kule Zanzibar. Kwa hiyo hilo alina ubishi kabisa. Huku unazungumzia namba 6. Namba 6 anasimama Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli, amekuwa na kazi nzuri kabisa kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo hauna ubishi kuweza kusikia kwamba Duke Abuya akicheza namba 6 kwa sababu ya kile ambacho amekuwa akikifanya hivi karibuni, mpaka kimeweza kuwaaminisha watu kwamba anaweza kuvaa vizuri pengo la Alidi Aucho. Huku ukiweza kushuhudia namba 7 anasimama Celestini Ekua. Ukiweza kuona ubora wake, amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, licha kwamba amekuwa anapata nafasi chache sana za kuweza kufunga. Yani amekuwa na changamoto katika eneo hilo, huku akiendelea kukabiliana nalo kwa kuweza kujitahidi kuhakikisha kwamba anarudi katika ubora wake ule ambao ametoka nao huko ambako alikotoka. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia Celestini Ekua akisimama kama namba 7 katika mchezo huu. Lakini namba 8 anasimama si mwingine bali ni Maxim Pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu hatari kweli kweli. Ukisema watu hatari, pamoja na Maxim Nzingeli kutokana na kile ambacho yuko nacho, ana fitness nzuri, ana uwezo wa kukimbia, ana uwezo wa kukaba, kurudi, kucheza chini kabisa, kuchukua mpira, ana uwezo wa kuweza kuipandisha timu vizuri, ana uwezo wa kupiga mashuti. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana vitu vingi vya kuweza kukupatia kiwanjani. Kwa hiyo atakuwepo kama namba 8 katika mchezo huu mkubwa. Huko namba 9 akisimama Prince Mpumelelo Dube, akiendeleza kile ambacho yuko nacho. Amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha hapa nazungumzia Young Africans kutokana na kile ambacho yuko nacho, na ametoka AFCON huko akiweza kuandika pia mabao ambao amekuwa akiweza kuyafunga. Kwa hiyo ni mwendelezo tu wa kile ambacho yuko nacho na kuja kukibadilisha kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo hilo halina ubishi. Huku unaenda kwenda kushuhudia pia namba 10 katika mchezo huu. Anasimama si mwingine bali ni hapa nazungumzia Pacome Zouzoua Pedro. Unafahamu ubora wake, amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli Pacome, ukiweza kulishuhudia hilo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo hilo alina ubishi. Lakini kwa upande wa namba hapa nazungumzia 11 utakwenda kumshuhudia Clement Mzinze baada ya kuweza kurudi naye pia katika majela yake. Sasa ni moto unakwenda kuendelea kama ulivyokuwa vile. Kwa hiyo weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana